watoto wako Bwana jioni ya leo waliokusanyika mbele yako wamekiri katika vinywa vyao, Bwana, ya kwamba wanahitaji kubadilisha maisha yao ili wewe Jehova uongoze maisha yao. Nami ninakuomba Mungu uliyenitoa katikati ya ulevi, uliyenitoa katikati ya dhambi, ukanileta katikati ya ukoo wako Bwana. Nami ninakuomba kwa ajili ya watu hawa, ukawaponye mioyo yao, ukaiguse mioyo yao kuanzia sana majira haya, ukabadilishe Bwana mawazo yao na fikra zao, ukabadilishe kile ambacho wanakiona ni kigumu kwenye maisha yao kukiacha. Baba, ninakusihi ukashuke ndani yao, achilia Roho wako kama maji yabubujikayo, kama kijito kinachobubujika, ingie ndani ya mioyo yao, ili ewe Bwana watakapoondoka mahali hapa, ile kiu ya ng'ombe, ile kiu ya pombe, ile kiu ya gombe, ile kiu ya zinaa, ile kiu ya kuchiti waume zao, ile kiu ya kuchepuka kwa wake zao, Baba, ikakatike. Nami ninaachilia nguvu, ninaachilia uweza, ninaachilia mamlaka juu yao. Baba, ukawaponye, Baba, ukawainue, Baba, ukawatendee, Baba, ukawabariki. Ni ombi langu kwa ajili ya watoto wako jioni ya leo, ukabadilishe fikra zao, ukabadilishe mawazo yao, kile wanachokiona ni kigumu kwenye maisha yao, Baba, ukakibadilishe, ukabadilishe situation yao, maisha yao yakaanze upya kuanzia leo. Ninakunyamazisha ya shetani, ninakunyamazisha ya mzimu uliyetupiwa kwa njia ya pombe, uliagiziwa kwa njia ya pombe, ili watu hawa wakilewa waone ni furaha, kumbe unawaibisha. Jioni ya leo tumegundua siri yako na tunakuvunja. Kuna haribu ya madhabahu ya ulevi, kuna haribu ya madhabahu ya zinaa, kuna haribu ya madhabahu. Kwa jina la Yesu haina nguvu na haina mamlaka. Kuanzia leo ninakutangazia wewe mtu wa Mungu uliamua kumpa Yesu maisha, umefanywa kuwa kiumbe kipya na dhambi haitakuwa juu yako. Hiyo laana itakimbia, hiyo mikosi itakimbia, utabarikiwa, utainuliwa, utapata mtaji. Yesu atakuinulia watu kutoka kaskazini, kutoka mashariki, kutoka magharibi, kutoka kusini. Yesu ataleta watu kwa ajili yako, kwa ajili ya kukuinua, ili kukutoa kwenye hali ulionayo. Yesu atakubadilisha, mwili wako utakuwa kama wa mtoto mchanga. Inakutamkia maneno haya, kama Yesu Kristo alivyonipa ndivyo ninavyokupa. Nami ninakutamkia jioni ya leo, hautabaki kama ulivyo, maisha yako yatabaki kama yalivyo. Utainuliwa, utapewa mitaji, utabarikiwa, utasafishwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yoyote anayeona atakucheka, atafedheshwa yeye. Yoyote anayekuona wewe ni mbaya, atakuwa mbaya yeye. Chochote kibaya kilicho kwako ninakibadilisha kwa kizuri kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Nami ninakutamkia uponyaji kuanzia sana majira haya. Hautatajwa ukimwi kwako, hautatajwa uvimbe kwako, hautatajwa homa kwako, haitatajwa shinikizo la damu, halitatajwa lolote baya. Kila baya lolote shetani aliloliamuru kwako ninaligeuza limrudie kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Wewe mtu wa Mungu, ambaye ya kwamba mbingu zinakufurahia, malaika wanashangilia kwa sababu umeamua kumpa Yesu maisha. Malaika wanafurahia na mbingu zimefunguka kwa ajili yako. Zipokee baraka za Bwana, pokea baraka za Ibrahimu, pokea baraka za Isaka, pokea baraka za Yakobo, pokea baraka za Mungu. Utabarikiwa mjene, utabarikiwa kijijini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa kapu la unga wako, utapungukiwa. Mungu atakuinua kuanzia sana majira haya. Ninakutangazia maisha mapya katika Mungu wa Roho. Yeyote aliyetangaza mabaya kwako ninayageuza kuwa mazuri. Yeyote aliyetangaza shida kwako ninazigeuza kuwa baraka. Yeyote aliyetangaza masikini kwako ninageuza kuwa utajiri kwa jina la Yesu wa Nazareti hai. Mungu aliyenitoa kwenye umasikini anakutoa leo kwenye umasikini. Mungu aliyenitoa kwenye magonjwa anakutoa kwenye magonjwa. Mungu aliyenitoa kwenye mauti anakutoa kwenye mauti. Kama kuna mauti yoyote ambayo